hutopata elimu ila kwa mambo akamwambia nitakueleza mambo hayo sita bibayani, kwa uwazi uyajue. Jambo la kwanza, dhakaun, akili. Lazima uwe na nini? Dhakaun sio ile, yani ni chombo cha kupokelea kinaitwa dhakau. Sawa. Wa pili, wahirsun, huwezi kupata elimu ila uwe na pupa ya kule kusoma kwenyewe, upupie harakati, unakwenda ukirudi, unatwalii. Umeelewa Cha tatu, wastimaun, so wasamaun, lazima usikilize, sio usikie. Kuna tofauti ya istimau na samau. Wastimau na kusikiliza, concentrate wanaita kuconcentrate, ile concentration yako, unakaa unamsikiliza mwalimu kwa kituo na usemi kipindi kile. Wastimaun, cha tatu hicho Cha nne, wabulghatun, chakula. Ukiingia darasani una njaa, inawezekana ukalala. Wabulghatun, la nne. La tano, wa irshadu ustadhin, na uongozo wa mwalimu. Mpate mwalimu mzuri anayejua kiasi chako, anayejua vizuri manhaji na program za kusomesha na syllabus nzuri, isiwe na kusomesha tu, awe na irshad. Ukitoka hiki kije hiki kwa muda huu. Leo tunakuwa na matatizo, walimu hawana irshad. Ni kwamba sio mutlaka kwamba una elimu basi unaweza kusomesha. Unayo elimu, lazima pia ukasomee kusomesha. Bahati mbaya leo kila mwenye elimu anajiona ni nani? Hapana, lazima kipatikane chuo cha ualimu, mtu akasomee kuwa mwalimu, ili ufanikiwe upate irshadu al-ustadh au irshadu al-muallim. Na la mwisho, watulu az-zaman, ndio nilipokutunzia hapo na ndipo kwenye ushahidi wetu. Watulu zaman, na lazima upatikane muda mrefu kwenye kusoma. Ndugu zanguni, lazima upatikane muda mrefu. Hakuna kusoma muda mfupi, eti miaka yako 5 wewe ushajua. Kwa hiyo watulu zamani, muda mrefu, lazima usome, ujipe muda katika kusoma. Hata haya masomo, mbona mimi nimekaa hapa nasema hivi, unaweza kuona kama jana kwa leo, karibu miaka 30 na mpaka leo bado sijajua kitu. Sijui chochote. Sijajua kitu chochote mpaka leo. Sema ndio al-a'waru 'inda al-umyani saidi, mwenye kuona jicho moja kwa wasioona kabisa anasaidia. Wamekutana na watu wenzao hawaoni kabisa, wewe unaona kwa mbali, si unawashika mkono unakwenda nao. Ndio sisi tunakalia viti hivi, lakini eti sio ni wanachuoni. Uongo. Mwenyewe nikikaa huko najiona kabisa sijui kitu, muongo. Nikijiona eti mimi nishakuwa mwanachuoni, la haula wala quwata, Mungu akanisamehe. Lile ilmi 3 ashbar, elimu ina shibri 3. Ya kwanza, man dakhala shibra al-awwal, kuna hela hapo, kuna hela Hamza. Elimu ina shibri ngapi? 3. Anaingia katika shibri ya kwanza, takabbara. Anaingia katika shibri ya pili, tawadhaa. Anaingia katika shibri ya 3, alima annahu la ya'lamu shay'an. Njoo chukue. Leo mimi niko hivi. Allah. Elimu ina shibri 3. Kingi, mbona kimya? Elimu ina shibri ngapi? Shibri 3. Shibri unajua nini? Ni hatua hii. Hichi kipande kutoka hapa mpaka hichi kidole kirefu, hii moja inaitwa, ile unahesabu. Kiarabu inaitwa shibru. Kwa ilmu ina shibri. Mtu akiingia katika shibri ya kwanza, takabbara. Mtu akiingia katika sehemu ya kwanza ya kusoma anakuwa na kibri. Anakuwa kibri. Sababu yeye anajua kila kitu, anakuradi tu. Kuna watu warududi wale, shibrul awwal. Kila kitu anapinga. Wewe ukimwambia hivi, nini bwana wewe? Mimi mwalimu wangu hakuniambia hivyo. Wewe mzee, mtu hawi na mwalimu, anakuwa na walimu. More than thousands. Anakuwa na walimu wengi, sio mwalimu mmoja. Wenyewe anakuambia mwenye kumsoma mwalimu mmoja husoma werevu wake na ujinga wake.
Huwezi ukajua uwerevu au ujinga wa mwalimu wako wa kwanza ila umpate mwalimu wa pili na watatu na wanne. Wewe mwenyewe umeamua manhaji yako ndio hiyo. Mwenyewe manhaji yangu hii tu, sitaki kutoka. Uongo. Soma watu wengi. Mtume anasema alimun nasi man ya'khudhu ilma nasi ila ilmihi. Mwanachuoni na mjuzi katika watu ni yule anayosoma elimu za watu wengi, zote anazitia katika elimu yake yeye, sio mtu mmoja. Wewe na mwalimu wako aliokuanzisha unamsoma, alafu anakuambia toka nenda kwa yule. Na wewe kwa mwalimu wako mmoja kaa miaka hata 10, at least angalau miaka 10 12 unakaa naye wewe mtu, kisha ndo unakwenda. Sio umekaa miezi mitatu unatoka, miezi mitatu unakwenda kwa huyu, miezi mitatu mwisho hujijui unakwenda wapi. Wapo watu wao, huku kasoma hichi kidogo, huku kasoma hichi kidogo, akija siku mbili naye anatoa mawaidha au naye daktari. Wewe kaa kwa mwalimu mmoja, anakaa naye mpaka anakuambia sasa toka twende kwa huyu. Mimi napenda kujitolea mifano mimi mwenyewe. Mwalimu wangu wa kwanza kabisa mimi, mamangu mzazi, kanisomesha kisha akanipasia kwa mumewe babangu, katoa assist, akanichukua mzee akanisomesha. Wakati nasoma kwa mama nilikuwa naona mamangu ndo bingwa, anajua. Alionipeleka kwa mzee nikasema kumbe mama ana sehemu tu, sio sana. Mzee naye nikakaa naye akanitoa, akanipeleka kwa walimu wenziwe, marehemu Sheikh Kisua, Sheikh Simba, nipeleka huko. Taufiki kwa huyu, akanipeleka kwa babake huyu marehemu Sheikh Kazaliwa na Sheikh Ali Kayembe. Nasikia nahitaji mnahesabu huko. Nikakaa nao baba zake huyo. Akanitoa akanipeleka kwa marehemu Sheikh Ahmad Haidar. Inaeleweka vizuri? Sheikh Ahmad Haidar ndio akamwambia mzee huyu mtoe hapa. Nikapelekwa Kenya, Lamu. Nikakaa kule, nikarudi hapa, nikaenda Tanga miaka 13. Katoka hapo nikaenda kidogo Pakistani kidogo, nikarudi, nikaenda Misri kidogo, ndo angalau ndo niko hivi. Tumsalimu Mtume Muhammad. Ndio angalau naona jicho moja hivi. Sasa mwenzangu, wewe unaochukua simu ukasomea humo unanishangaza. Au unatoka ukaenda kununua kitabu pale kwa Shabani. Hebu inuka Shabani, unauza vitabu vya Kiswahili pale. Kaa chini, ngoja naye nikutunze. Shabani anauza vitabu vyake. Jamani, nueni vile vitabu vya Shabani, lakini sio ndo mmemaliza Tumsalimu Mtume Muhammad. Tulu, najaribu kuelezea tulu zamani. Kwa hiyo tusiongeze maneno mengi sana, tunarudi pale pale. Haya maneno mnajua yametoka wapi? Wa huwa alladhi khalaqa sab'a samawati, khalaqa samawati wal arda fi 6 ayamin. Haya maneno yanatokea hapo, msije mkasahau. Kwa nini Mungu ametumia siku 6? Sio siku 6 za ulazima kwake yeye, bali siku 6 kwa ulazima kwetu sisi. Anatufundisha sisi tujipe muda katika kuyafanikisha mambo yetu, sio asubuhi kwa jioni.